Mungu hakupi mchumba. Mungu anakupa hekima ya kutambua mtu sahihi. Mungu mnamuingiza kwenye shughuli ambayo sio za kwake, na mnasingizia Isaka kwamba Ibrahimu alipokuwa anahitaji Isaka aoe, alimtuma Eliezari aende kule, na Eliezari alienda kule na akamkuta yule binti kwamba ndiye anayefaa, kwamba Mungu ndiye aliyempa. Nenda kasome kile kisa vizuri. Eliezari aliweka vigezo na masharti kwamba binti nitakayemkuta atakayefanya ABCD. Vile vigezo sio ishara, ni karakta, ni tabia za msingi ambazo zinatafutwa. Akasema ambaye atalisha ngamia wangu hivi, akataja hivi ni vigezo vya ukarimu. Zama zile mwanamke anapimwa kwa ukarimu, hata Afrika ndio hivyo hivyo. Mwanamke mzuri anapimwa kwa anavyokarimu wageni na roho nzuri. Ndicho kigezo alichokiweka pale. Ina maana kama angelimuona msichana ambaye hana vigezo, ni kwamba kama ni mkarimu, atakaponiona mimi ni mgeni, niko na hawa ngamia, atawaza kunisaidia, maana na moyo wa huruma. Hicho ndicho kigezo. Msimsingizie Mungu hapa hata kidogo. Mungu alimpa Adamu mke mara moja, baada ya hapo hajawahi kufanya hivyo tena. Najua kuna andiko lingine mnalitumia, sema mchungaji, kuna hili andiko tena, mali na urithi mtu hupata kutoka kwa wazazi wake, lakini mke mwema hutoka kwa Bwana. Nenda tena na ukaliangalia hili andiko vizuri kabisa. Hili andiko ukilitazama vizuri, utakuja kugundua halisemi hicho unachodhani. Hili andiko linamaanisha hivi: mtu yeyote unayemwona ni mwema amezaliwa na Mungu, asili yake ni ya kimungu. Ndivyo ilivyo. Kwa hiyo kama kuna mwanamke mwema unayemwona, sio bahati, ni matokeo ya uchaji wa Mungu. Kwa ukimpata huyo, umepata kitu chema. Usianze kuweka ishara hapa. Unaweka ishara ni unachukua kachupa fulani, unasema haka nika fulani, haka unaandika jina la Ashura, haka unaandika jina la fulani, katakakoota. Ingekuwa ni hivyo, Mungu asingelimtumia Ellen White kuandika kitabu kinaitwa Kuchagua Mchumba. Ni compilation, najua, ya vitu vingi, inatoka kwenye kitabu cha Nyumba ya Mkristo.